Mila. Mila. Oi mlembo. Mlembo. Oi mlembo, mbona nakuita unakuwa hivyo? Sasa mambo gani hayo tunaitana barabarani hapa afu kama unizingatii? Hebu sikia kitu kimoja. Unajua bana mimi huwa nakuelewa sana. Yaani tafsiri yake ni kwamba mimi nakupenda sana. Alafu ninapokuona kila siku unakomana habari za shule. Kwani wangapi walishasoma? Alafu leo wako wapi? Kuna watu wana madegree ujue. Kuna watu wana PhD, sima masters, wako wapi? Sikia kitu kimoja nikuelekeze, sawa? Mimi nakupenda. Alafu kizingatia bana nahitaji wewe mama watoto wangu, yani nikuweke ndani. Tena na mambo ya shule mimi nitakufungulia mabiashara utafanya. Shule ni kama vile unapoteza muda. Hebu zingatia kauli yangu bana, mimi nakupenda afu nakuhitaji. Umemaliza kuongea? Hivi wewe una akili kabisa kichwani mwako? Mimi niache kusoma unioe wewe? Kwa kipi ulicho nacho? Mimi nilipo hapa nataka nisome niwe mtu mkubwa, niwe hata waziri, niwe hata huko mbele nije kuwa hata president. Unaniambia eti nikuoe, nikuweke ndani niwe mama wa watoto wangu. Nimekwambia nataka kuanzisha familia. Mbona nyinyi mnapenda kuharibia watu maisha yao? Kama kweli usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Yaani mimi nakuona wewe bado upo gizani kabisa. Yaani maisha sasa hivi unaanza kufikiria habari za kuwa waziri, kuwa rais. Maraisi wapo, yani target zipo, nani atakuwa rais, nani atafuata kuwa rais. Wewe achana na hayo mahabari. Wewe hebu njoo bana upande wangu. Mimi niko tayari kukuoa, niko tayari kukupendezesha na niko tayari kukupa furaha yote utakayoitaka. Nitakuja nikufanye kitu ambacho hujai kufanywa tangu uzaliwe. Ukiendelea kunifuatilia kijana wewe. Huko kwote umekosa wanawake mpaka unifuatilie mimi kama sio kuniharibia tu fishi yangu. Au sio? Kole umekaza sio? Haina nao tutakutana, hii ndo dunia. Sisi tunaijua shule. Sisi tunaujua mtaa, tutakutana.